بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، Allah ametukusanya kwa mara nyingine katika muda huu wa baada salati dhuhur kwa ajili ya kuendelea na darasa zetu, na ikiwa leo ni ya dhuhuri ya siku ya Jumatatu الثلاثون min shahri Allahi Rajab, Jumatatu hii ya tarehe 30 ya mwezi huu mtukufu wa Rajab mwaka 1447 Hijiria. Darasa tuliyokuwa nayo kwa mujibu wa ratiba ni darsun fil aqida. Tunasoma darasa katika itikadi, aqidatu ahli sunnati wal jamaa, kupitia kitabu hiki Sharhul Aqidati Alwasitiyya, ambapo matni ya kitabu hiki ni matnu ya fadilati Sheikh Al-Allama Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kitabu hiki kimeshereheshwa na Sheikh Saleh Ibn Fawzan Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, na mahala ambapo tunaendelea leo ni pale alipowataja المؤلف رحمه الله تعالى مؤلف المتن ابن تيمية رحمه الله alipowataja manabii wa Allah, kwa maana hao manabii ni wenye kusema kweli ar-rusul, bali ni wenye kusadikishwa kwenye habari zao, tofauti kabisa na wengine ambao wanasema juu ya Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo hawayajui. Tukaona kwamba maneno haya ya kuwasadikisha mitume katika yale ambayo wanayasema yamekuja kuungana na yale maneno yaliyotangulia, ambapo al-muallif rahimahullahu ta'ala alitueleza kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yeye ni mjuzi zaidi wa kuijua nafsi yake na kuwajua wengine katika viumbe wake. Kisha akasema wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi, na huyo Allah ni mkweli zaidi wa maneno na ni mzuri zaidi wa mazungumzo kuliko viumbe wake. Kwa hivyo Allah ni mkweli katika maneno yake, ni mzuri wa mazungumzo yake, vile vile mitume wake ni wa kweli na ni wenye kusadikishwa. Sasa yale yaliyotujia anillahi subhanahu wa ta'ala wa an rusuli, mambo yaliyotujia kutokea kwa Allah na kutokea kwa mitume wake, sisi ni wajibu kuyakubali na kuyasadikisha na kuyabakisha kama yalivyo, kwa kuwa wao wanajua zaidi. Huo ndio msingi wa darasa hii, na hapa tunazungumzia sasa ni yale yaliyotujia anillahi subhanahu wa ta'ala wa an rusulihi alayhim salatu wassalam fi babil asma'i was sifat, yale yaliyotujia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kupitia mitume wake katika mlango huu wa majina na sifa za Allah. Sasa tuendelee pale tulipoishia. يقول الشارح، anaeleza mshereheshaji hapa Sheikh Al-Fawzan kwa kusema فإذا كان الله سبحانه وتعالى، mmepaona hapo فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، فإذا كان الله سبحانه وتعالى، na pindi akiwa Allah subhanahu wa ta'ala a'lama binafsihi,
ni mwenye kuijua zaidi nafsi yake, wa bighairihi, na kumjua zaidi mwingine asiyekuwa yeye. Wakana, na akawa huyo Allah subhanahu wa ta'ala, asdaqa qawlan, ni mkweli zaidi wa maneno, wa ahsana hadithan min khalqihi, na ni mzuri zaidi wa mazungumzo kuliko viumbe wake. Ikiwa Allah yuko hivyo, kadhalik wa kana rusuluhu alayhimus salatu wassalam, na wakawa mitume wake, mitume wa Allah, wa kana rusuluhu alayhimus salatu wassalam, na wakawa mitume wake juu yao ishuke swala na salamu, sadiqin, wakawa ni wenye kusema kweli, fi kulli ma yukhbiruna bihi anhu, katika kila ambalo wanalitolea habari jambo hilo kutokea kwake Allah. Ikawa mitume nao ni wa kweli katika kila ambalo wanalitolea habari jambo hilo anhu, kutokea kwake Allah. Hilo ni jambo la pili, mitume hao. Kisha anasema walwasitatu bainahum wa baina Allah, na mkatikati baina yao wao mitume na baina ya Allah, yule mkatikati mwenye kuleta habari ambaye yuko baina yao hawa mitume na baina ya Allah. Na tunafahamu wakatikati hapo ni malaika. Walwasitatu, na mkatikati bainahum, baina yao hao mitume, wa baina Allah, na baina ya Allah, allati, mkatikati ambaye taatihim bilwahi, anawajulia wao na huo wahi, min indihi, kutokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamu kwamba mkatikati huyo wasitatun sadiqa, ni mkatikati aliyekuwa mkweli, min malaikatihi alkiram, atokanaye huyo mkatikati na malaika walio watukufu. Tukiyajua haya kwamba Allah ni mkweli katika maneno yake, na maneno yake ni mazuri zaidi kuliko ya viumbe wake, alafu mitume wake Allah ni wa kweli katika yote ambayo mitume wanayaelezea kuhusiana na Allah, bali kile kilichokuwa katikati baina ya hawa mitume na baina ya Allah kwenye kuleta wahi ni ukatikati uliokuwa mkweli, kwa sababu ni malaika ndio walio katikati. Sasa wewe angalia, mwenye wahi ni Allah, mwenye kuupeleka wahi ni malaika, wenye kuupokea wahi ani malaika ar-rusul, cheni ya ukweli mtupu. Ikiwa hali ni hiyo, wajaba hapo tunapata jawabu la hiyo sharti. Sasa ule aliposema idha kana, fa idha kana wajaba at-ta'wilu, kutawajibika, wajaba at-ta'wilu idhan, kutawajibika kutegemea basi, kwa sababu at-ta'wilu na maana al-i'timadu, at-ta'wilu ma maanahu al-i'timadu. Ikiwa ni hivyo, wajaba at-ta'wilu idhan, kunawajibika kutegemea, ikiwa ni hivyo, ala ma qalahu Allah, juu ya kile ambacho amekisema Allah, wa rusuluhu, na kile walichokisema mitume wake. Hatuna namna isipokuwa kuvitegemea hivyo walivyovisema na kuvikubali, kwa kuangalia ile cheni iliyotumika ni cheni ya ukweli mtupu. Tunayakubali hayo kwa ujumla wake, la siyama, na hasa hasa fi babil asma'i was sifati, katika mlango wa majina ya Allah na sifa zake, hasa hasa yaliyokuja katika mlango huu tutayakubali sisi, la siyama, na hasa hasa fi babil asma'i was sifati, katika mlango wa majina na mlango wa sifa, nafian, kwa kukanusha. Kama kuna jambo linakanushwa katika mlango huu kupitia nusus, na sisi pia tutalikanusha, wa ithbatan,
na kwa kuthibitisha. Ikiwa kuna jambo linathibitishwa katika huu mlango wa majina na sifa kupitia nususi, sisi pia tutathibitisha hatua kwa hatua, nafyan, imma kwa kukanusha ikiwa ni jambo linalokanushwa, wa ithbatan, au kwa kuthibitisha ikiwa ni jambo linalothibitishwa. Tutakwenda hatua kwa hatua na yale aliyosema Allah na yale waliyosema mitume wake, tutabakia hapo. Lakini pia warafdhu ma qalahu almubtadi'atu wadhullal, na kuyakataa kama tutayakubali haya Allah na mitume wake. Warafdhu ma qalahu, na kuyakataa yale ambayo wameyasema mambo hayo almubtadi'atu wadhullal, wazushi na wapotevu. Yote waliyosema watu wa bid'a tutayakataa bwana. Tuache habari za Allah na mitume wake, alafu tuhangaike na habari za wazushi, watu waongo, watu wasioaminika. Haiwezekani. Ndio wasema warafdhu ma qalahu almubtadi'atu wadhullal, na kuyakataa yale ambayo wameyasema wazushi na wapotevu. Mimman yadda'i almajaza fi alasma'i wasifat, miongoni mwa wale ambao wanadai majazi, kwamba mambo yamefumbwa fumbwa. Mafumbo, majazi ni tofauti na uhalisia, tofauti na hakika. Hawa watu wa bid'a katika huu mlango wa sifa za Allah na majina yake wanasema bwana, pana majazi hapa. Wakisoma aya yadullahi fawqa aydihim, mkono wa Allah uko juu ya mikono yao, wanatuambia bwana, hapa pana majazi hapa kwenye lugha. Ni fumbo la kilugha. Mkono hapo sio mkono huu unaojua wewe bwana. Mkono hapo ni neema, kwa maana neema ya Allah iko juu ya neema zao. Mkono hapo ni kudra, uweza, kwa maana tafsiri yake ni qudratullahi. Unawauliza, haya mmetoa wapi kwamba hapa ni kudra? Hayo ni majazi bwana, lugha ina mafumbo yake. Hawa ndio wazushi hao, wanajitia wamejua lugha kuliko masahaba. Kwa hivyo tutakataa yale waliyosema wazushi wapotevu. Mimman yadda'i almajaza, miongoni mwa wale wenye kuyadai hayo majazi, mafumbo katika nusus, fil asma'i was sifat, wenye kuyadai majazi katika majina ya Allah na katika sifa. Sawa wayanfiha bishatta wasaili nafi, na wanayakanusha hayo majina ya Allah na sifa zake. Bishatta wasaili nafi, wasaili nafi afwan, kwa zilizokuwa mbalimbali katika njia za kukanusha. Wanakanusha majina ya Allah na sifa zake kwa namna mbalimbali. Wayanfiha, na wanayakanusha hao wazushi hao wenye kudai majazi, na wanakanusha hayo majina ya Allah na sifa zake. Bishatta wasaili nafi, kwa zilizokuwa mbalimbali katika njia za kukanusha. Mu'ridhina amma ja'at bihi rusul, hali ya kuwa wakiyapa nyongo kuhusiana na yale ambayo wamekuja nayo manabii. Mafundisho ya manabii watu wa bid'a hawayataki, wameyapuuza. Mu'ridhina amma ja'at bihi rusul, hali ya kuwa ni wenye kuyapa nyongo kuhusiana na yale ambayo wamekuja nayo mambo hayo mitume. Mu'tamidina ala ahwaihim, wazushi wanazungumzwa hapo, na ni wenye kutegemea hao wazushi ala ahwaihim, juu ya matamanio yao. Mu'tamidina ala ahwaihim, na wenye kutegemea juu ya matamanio yao. Au muqallidin, au ni wenye kumuiga hao wazushi. Liman la yasluhu lilqudwa, kwa yule ambaye asiyofaa kwa kuiga, lakini watamuiga. Au muqallidin, au ni wenye kumuiga. Liman la yasluhu lilqudwa, kwa yule ambaye hasilihi kwa kuiga. Minadhullali, katika wapotevu mbalimbali. Haya maneno hapa Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah ta'ala anasisitiza na kupigilia msumari
msimamo ule ule uliotolewa na Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah kwamba sisi katika milango hii ya dini na hasa mlango huu wa itikadi kuhusu Allah na majina yake na sifa zake tutabakia katika habari za Allah na habari za mitume wake, kwa kuwa njia iliyoleta habari hii au habari hizi ni njia ya kuaminika. Tunawajibika kuyategemea hayo yaliyokuja kwa Allah na kupitia mitume wake katika milango hii, bali na kuyakataa yote waliyosema wazushi. Kisha shekhe akawakanyaga wazushi hapa, wazushi wote ambao wanadai majazi katika majina na sifa za Allah na wanazikanusha hizo sifa za Allah na majina yake kwa njia mbalimbali za ukanushaji, wakiyapa nyongo yote yaliyokuja kupitia manabii, na badala yake wanategemea utashi wazushi hao, matamanio yao, au wanamuiga yule ambaye hafai, hasilihi kwa kuigwa katika wapotevu wenzao. Utaona haya maneno yanaunga mkono msimamo ule tuliosoma toka mwanzo. Kisha Ibn Taymiyyah anasema kwenye matni hapa sasa, walihadha qala Allah subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Safat 180 إلى 182. ثم قال رحمه الله تعالى فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. أنا سيما ابن تيمية katika matni walihadha, na kwa ajili hii aya hizi ambazo zitaletwa hapo katika surah Safat zinawatakasa manabii na utakaso wa manabii umefuatia baada ya Allah kujitakasa yeye mwenyewe, kisha akawatakasa manabii wake kwa kuwasalimu au kwa kuwasalimisha na kila baya. Ndio anasema Sheikh Islam bin Taymiyyah walihadha, na kwa ajili hii ukitaka kujua kwa nini Allah ni mkweli wa mazungumzo yake na kwa nini manabii wake ni wa kweli katika habari zao, soma aya hizi. Walihadha, na kwa ajili hii, qala subhanahu wa ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbik, utakasifu ni wa Mola wako mlezi, na wengine husema ametakasika na kila aibu Mola wako mlezi. Rabbil izza, Mola wa ushindi. Amma yasifun, ametakasika kuhusiana na yale ambayo wanamsifia katika aibu. Allah ametakasika nayo yale mambo ya aibu ambayo wapinzani wa manabii na watu waovu wanamsifia nayo Allah. Allah yuko mbali nayo. Subhana rabbik, utakasifu na kila aibu ni wa Mola wako mlezi. Rabbil izza, Mola wa ushindi. Amma yasifun, kutakasika kuhusiana na yale ambayo wanamsifia nayo watu waovu. Kisha akasema wasalamun ala almursalin, na ni amani juu ya manabii. Salamun hapo ulama wanasema ina maana ya atahiyya, maamkuzi, salamu. Lakini pia salamu ina maana ya kusalimika na aibu na mapungufu. Wasalamun ala almursalin, na salamu na kusalimika kuko juu ya manabii. Walhamdulillahi rabbil alamin, na sifa zote njema ni stahiki ya Allah Mola mlezi
wa walimwengu. Hiyo ni sura As-Saffat kuanzia aya 180 mpaka 182. Yakulu Sheikh fasabbaha nafsahu, na akaitakasa nafsi yake, yani Allah, amma wasafahu bihi almukhalifun, kuhusiana na yale ambayo wamemsifia yeye kwa mambo hayo wale waliowakhalifu manabii. Amesema hapo almukhalifuna lirusul, wale wenye kuwakhalifu manabii. Allah ameitakasa nafsi yake na mambo yale mabaya waliomsifu nayo hawa waovu hawa. Fasabbaha nafsahu, na akaitakasa nafsi yake, amma wasafahu bihi, kuhusiana na yale ambayo wamemsifu yeye kwa mambo hayo almukhalifuna lirrusuli, wale wenye kwenda kinyume na manabii, watu waovu. Si hilo tu, wasallama ala almursalin, na akasalimu juu ya manabii, lisalamati ma qalu, kwa ajili ya kusalimika kile ambacho wamekisema kitu hicho manabii, minan naqsi wal aibi, kimesalimika hicho kitu walichokisema manabii kutokamana na upungufu na aibu. Lisalamati ma qalu, kwa ajili ya kusalimika kile ambacho wamekisema kitu hicho manabii kimesalimika na nini? Minan naqs, kutokamana na upungufu wal aib na aibu. Asharh يقول الفوزاني حفظه الله المفردات, uchambuzi wa misamiati mmoja mmoja, misamiati. Walihadha, neno hili, ishara hii, ta'lilun lima sabaqa, huu ni ufafanuzi. Ta'lilu, ufafanuzi. Walihadha ta'lilun lima sabaqa, huu ni ufafanuzi wa kile ambacho kimetangulia. Min kauni kalamillahi, kutokana na kule kuwa maneno ya Allah, wa kalami rusulihi, na maneno ya mitume wake, asdaqa, ndiyo yenye ukweli zaidi, wa ahsan, na ndiyo mazuri zaidi. Ndio akasema walihadha, anarudi kule na kwa ajili hii. Ipi? Kule kuwa maneno ya Allah na maneno ya mitume wake ndiyo yaliyokuwa ya kweli zaidi, ndiyo yaliyo mazuri zaidi. Kwa ajili hiyo Allah akaitakasa nafsi yake kwenye Qur'an na akawatakasa mitume wake. Umeelewa Kitabu cha ilmu. Subhana, ana tafsiri neno hili, asema ismu masdarin min at-tasbih, hilo ni jina masdar litokanalo na at-tasbih. Na hii ni ismu masdar, na ndio maana utaona hata maana yake imechukuliwa kwenye masdar. Anasema hii ni ismu masdari, ni jina masdar min at-tasbih, litokanalo na at-tasbih, linatokea huko. At-tasbih ni masdar. Kwa hivyo maana ya subhana pia imechukuliwa katika masdar. Hapa sasa ni watu wa lugha. Sasa ismu masdar ni ipi? Watu wa lugha wana maelezo mazuri kuhusiana na ismu masdar, wal farqu bainahu wa baina al-masdar. Nafikiri tukisoma soma lugha huko tutakuja kuona miongoni mwa tofauti za ismu masdar na masdar. Wanasema anna al-masdara yadullu ala al-hadath mubashara, masdar inajulisha hadath, tukio la mfanyaji moja kwa moja. Wa anna isma al-masdar, na kama ismu masdar yadullu ala al-hadath biwasitati al-masdar. Hiyo ni farqu ya kwanza. Hii nakwambia tu, hata usipoelewa nakwambia tu ili upate ule uchungu wa kusoma dini, usome ili uelewe ya maneno haya. Hii ni farqu ya kwanza. Farqu nyingine ya al-masdar wa ism masdar, kama wanavyosema watu wanahu sasa, kwamba al-masdar tusawi hurufuhu hurufa fi'lihi au tazidu hurufuhu an hurufi fi'lihi. Hiyo ndio masdar kwa wao. Masdar ni ile ambayo herufi zake zinafanana na herufi za fi'li wake. Mfano ukisema tahassun, hii ni masdar, si ndio? Fi'li yake nini? Tahassana. Ukiangalia herufi zote za kwenye tahassana, hii fi'li tahassana, fi'lu madhi, herufi zote ziko katika tahassun kwenye masdari yake.
hiyo ni masdar. Herufi zake masdar hufanana na herufi za fiili yake, au wakati mwingine zinazidi herufi zake kuliko herufi za fiili wake. Ndio ikram ni masdar ya akrama, si ndio? Kwa hiyo utaona akrama hii ni fiili, masdari yake ni ikram. Utaona masdari herufi zake zimeongezeka, fiili na herufi 4 lakini masdar 5. Wanasema hiyo ndio masdar. Masdar inakuwa sawa hiyo masdar na fiili yake herufi zake, au wakati mwingine masdar inazidi herufi zake kuliko fiili yake. Ama ism masdar tofauti. Sasa ism masdar wanasema ghaliban tanqusu hurufuhu an hurufi fi'lihi, zinapungua herufi zake ism masdar na herufi za fi'li yake. Toa macho tu, tuache bwana. Sasa hii subhana hii ni ism masdar min at-tasbih wa huwa at-tanzih. Chukua hiyo, na maana yake ni utakaso. Subhana ina maana ya kutakasa, basi inakutosha hiyo. Rabbika ar-rabb, nani ar-rabb? Mola wako mlezi. Ar-rabb huwa al-maliku as-sayyidu al-murabbi li khalqihi bi ni'amihi. Ar-rabb maana yake huwa al-maliku, mwenye kumiliki, as-sayyidu bwana, al-murabbi mwenye kulea, li khalqihi kuwalea viumbe wake, bi ni'amihi kwa neema zake. Yote hayo ni maana ya ar-rabb. Al-izza tukasema mola wa ushindi, rabbil izza, kwa sababu al-izza al-quwwa wal-ghalabatu wal-man'a. Al-izza ni nguvu na ushindi, wal-man'a na umadhubuti wa kukinga, man'a. Sasa tuliposema rabbul izza, wanasema na hapa wa idhafatu rabbi ila al-izza, na kuidhifisha neno rabb, jina hili ar-rabb kwenye al-izza. Si unaona hapo rabbil izza, rabb mudaf wal izza mudaf ilayhi, wale watu wa lugha. Rabb imeegemezwa katika al-izza. Nini hii idhafa, ina maana gani? Idafatu ar-rabb ila al-izza, kuegemeza hili neno ar-rabb kwenye al-izza, wanasema min idafati al-mawsufi ila sifa, ni kumwegemeza mwenye kusifiwa kwenye sifa yake. Mola mwenye izza, al-izza ni sifa ya Allah, na ar-rabb ni mwenyewe Allah, kwa maana ameegemezwa mwenye kusifiwa kwenye sifa yake bwana, si ndio? Na hiyo ina maana kubwa. Yasifun, maana maneno haya ay yasifu bihi al-mukhalifun, wanamsifu yeye kwa hayo mambo wenye kuwakhalifu. Al-mukhalifuna lirrusuli, wenye kuwakhalifu mitume, ndio wanamsifia nayo hayo mambo mabaya. Watu hawa wanamsifia Allah. Ay yasifu bihi al-mukhalifuna lirrusuli, wanamsifia Allah kwa mambo hayo wale wenye kukhalifu manabii, mimma, katika mambo ambayo la yaliqu bijalalihi, mimma la yaliqu bijalalihi, kuhusiana yale ambayo hayaendani na utukufu wake Allah. Anachambua neno moja moja. Wa salamun, imekuja kwenye Qur'ani pale, wa salamun ala al-mursalin. Qil, pamesemwa minas salami, neno hili linatokana na as-salam bi maana tahiyya, kwa maana na salamu ziwe juu ya mitume, ina maana hiyo. Wa qil, na pamesemwa minas salamati min al-makarih, inatokana na kusalimika na yenye kuchukiza. Kwa hivyo utasema wa salamu ala al-mursalin, na kusalimika kuko juu ya manabii. Yafaa maana zote mbili hizo. Ala al-mursalin, shaka nasema alladhina, mitume hao ni wale ambao arsalahumullahu ila khalqihi, amewatuma wao Allah kwa viumbe wake. Waballaghu risalati rabbihim, na wakazifikisha jumbe mbalimbali za Mola wao mlezi. Mitume wakafikisha ujumbe. Na al-mursalin anasema jam'u mursal,
ni wingi waliyetumilizwa. Al-mursalin ni jamu ya mursal, na ar-rasul tulisoma maana yake hapo nyuma wataqaddama ta'rifu, na maelezo yake yametangulia. Nani anajua yametangulia wapi? Mambo ya kuzungumza man huwa ar-rasul, nani rasul, maelezo haya yametangulia wapi? Nani anaweza akajibu? Usifungue kitabu huko nyuma, yametangulia wapi? Kwenye munasaba gani? Watoa macho. Kwenye munasaba gani tuliyasoma haya maneno kwenye kitabu hiki? Mambo ya mitume. Shaka nasema mursalin jamu mursal, ni wingi waliotumilizwa. Mursali mmoja, mursalin wengi waliotumilizwa. Haya, mtapekua huko, mmewekewa mpaka ukurasa, imetangulia ukurasa 18 huko. Rabbil alamin, mola mlezi wa walimwengu. Jamu alam, huo ni wingi wa alam. Alam ni kilimwengu kimoja. Al-alamun, vilimwengu vingi. Na alamun ni wa hum kullu man siwa Allah, ndio alam. Nao ni kila asiyekuwa Allah. Tunasema Kiswahili kilimwengu. Kuna faida hapa tuzisome pia tukimalizia darasa hii. Ma yustafad min al-ayat, kile ambacho kinapatikana katika faida kutokea kwenye hizi ayat. Kipatikanacho katika faida min al-ayat kutokea kwenye hizi aya za sura as-Saffat. Faida ya kwanza, tanzihu Allah subhanahu amma yasifuhu bihi ad-dhullalu wal-juhalu mimma la yaliqu bi jalalihi. Tanzihu Allah subhanahu ni kumtakasa Allah subhanahu amma yasifuhu bihi dhullalu, kuhusiana yale ambayo wanamsifia yeye Allah kwa mambo hayo watu wapotevu, waljuhalu, na watu wajinga, mimma la yaliqu bijalalihi, miongoni mwa yale ambayo hayaendani na utukufu wake. Faida ya kwanza ni Allah anatakaswa na mambo kama haya ambayo wanayazungumza watu wajinga wapotevu. Thaniyan, faida nyingine, sidqu rusuli wa wujubu qabuli ma jaa'u bihi wa ma akhbaru bihi 'anillahi. Faida nyingine hii, sidqu rusuli. Faida ya pili ni ukweli wa mitume, wa wujubu qabuli ma jaa'u bihi, na uwajibu wa kukubali kile ambacho wamekuja nacho mitume kitu hicho. Wama akhbaru bihi, na kile ambacho wamekielezea mitume kwacho, anillahi, kuhusiana na Allah, tuwakubalie mitume na kwamba wao ni wa kweli. Faida ya tatu, mashru'iyatu salami ala ar-rusuli alayhimus salatu wassalamu wa ihtiramuhum. Mashru'iyatu salami, hapa pana usheria wa kuwasalimia, pana usheria wa kutoa salamu ala rusuli alayhimus salatu wassalam, juu ya mitume, juu yao ishuke swala na salamu. Kuna usheria wa kuwaswalia na kuwasalimu hasa wanapotajwa. Wa ihtiramuhum, kadhalika na kuwaheshimu wao, tuwaheshimu mitume. Tumepata faida hiyo Allah aliposema wasalamun ala al-mursalin. Faida ya nne, raddu kulli ma yukhalifu ma jaat bihi ar-rusulu la siyama ma yataallaqu bi asma'i Allahi wa sifatihi. Raddu kulli ma yukhalifu, kulikataa kila ambalo linakwenda kinyume, kulli ma yukhalifu ma jaat bihi ar-rusulu, kila ambalo linakwenda kinyume na kile ambacho wamekuja nacho kitu hicho mitume. Chochote chenye kwenda kinyume na kile walichokuja nacho mitume watakiwa ukikatae. La siyama, na hasa hasa ma yataallaqu bi asma'i Allahi wa sifatihi, yale yenye kufungamana na majina ya Allah na sifa zake. Faida ya nne. Faida ya tano, yakulu Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, ni asharih Sheikh al-Fawzan, mashru'iyatu ath-thana'i 'ala Allah
kuna usheria hapa wa kumsifia Allah wa shukrihi, na kumshukuru yeye ala ni'amihi, juu ya neema zake Allah, allati min ajalliha, neema ambazo miongoni mwa zilizokuwa tukufu zaidi katika neema hizo, neema kubwa zaidi iliyotukufu zaidi, neematu tauhid, ni neema ya kumpwekesha Allah. Na ndio maana utaona maneno yote hayo kuanzia huko tulikotoka tunasherehesha msingi wa imani, al-imanu billah, kumwamini Allah, na hiyo ndio tauhid. Ilahuna hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.